Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya sakata lao lililoko kule katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo. Nazungumzia kasi, nimekusogezea yale mapya ambayo yanaendelea kwa sasa juu ya sakata hilo na kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hapa nazungumzia Machi 8 ambao ulikuwa upaswa kupigwa lakini uliweza kuahirishwa mara baada ya klabu ya Simba kuweza kugomea mchezo ule. Sasa kuna yapi ambayo yameweza kujili mapya katika sakata hilo, nimekusogezea hapa. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kimeweza kujili katika sakata hilo. Young Africans wameweza kufikia wapi juu ya kudai haki yao huko katika mahakama ya usuluhishi kasi, na vipi kile kinachoendelea TFF na bodi ya ligi. Je, wametangaza tarehe mpya, wana mpango kuhusiana na hilo? Utakwenda kujua yapi ambayo yanakwenda kujili katika haya ambao nimeweza kukusogezea katika kuweza kujua muendelezo wa sakata hili, kwa sababu mpaka sasa hatma ya kile kinachosubiriwa akijaweza kutokea, ikiwa michezo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara inazidi kupukutika na kuisha kabisa, ambapo mpaka sasa kwa klabu ya soka ya wananchi Young Africans wamebakiza michezo 8 tu kwa ligi kuu kwa upande wao kuweza kumalizika. Sasa yapi hayo ambayo amejili hapa, ila kabla tujaendelea kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ando jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, sakata la kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba, mchezo wa raundi ya pili ambao limezidi kuchukua sura mpya kila kukicha, ambako nafahamu ya kwamba hivi karibuni ambacho kilichokuwa kimeweza kujili wakati nakumbushana ilikuwa ni waziri mwenye zamana ya michezo mwenyewe alikutana na TPLB, alikutana na TFF, Young Africans pamoja na Simba, wakafanya kikao kirefu kweli kweli kilichochukua siku nzima, ambacho kikao hicho kilikuwa kuweza kujadili namna kupata suluhu katika haya ambayo yanaendelea kwa wakati huu na kuweza kufikia hatima ya kile ambacho kinachoendelea. Sasa mheshimiwa waziri kuweza kutoa majibu kwa siku ile, kwa sababu alisema bado watakuwa na vikao vingine ambavyo watakuwa wakiendelea kuweza kukaa. Sasa Young Africans wenyewe wakasema ya kwamba msimamo wao bado ni ule ule, kwamba wacheze mchezo wa dabi ya Kariakoo. Wanachokihitaji ni kuweza kupewa haki yao ya pointi 3, huku klabu ya Simba wenyewe walisema wako tayari kucheza muda wowote, lakini kwa upande wa Young Africans ndo ugumu ukawa umeanzia hapo. Lakini baadaye zikapita siku, tukasikia kwamba kasi wamethibitisha kupokea malalamiko ama barua ambayo ikiwasilisha kesi kwa klabu ya Young Africans, kesi yao ambayo anawashtaki TFF, TPLB na klabu ya Simba kuonekana kama kuna njama ambazo zilipangwa katika Simba kuweza kukimbia mchezo huo. Sasa kile ambacho kilichoweza kutokea, unaambiwa mapya ameweza kujili, ambapo inaelezwa ya kwamba sakata hilo bado mara baada ya kuweza kuchukua sura mpya, serikali kupitia wizara ya michezo imepanga kukutana na mdhamini mkuu wa ligi kuu Tanzania, ikiwa ni sehemu ya jitihada zake za kutafuta maridhiano. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa mawaziri na waandishi wa habari kueleza mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, waziri wa habari, utamaduni,
sanaa na michezo Paramagamba Kabudi alisema katika kikao kilichofanyika Machi 27 mwaka huu kati ya wizara hiyo na pande tatu ambao ni Yanga, Simba na shirikisho la soka Tanzania TFF, lengo lilikuwa ni kuwakutanisha wahusika waongee. Masuala ya ligi yanasimamiwa na TFF na bodi ya ligi na waziri aweze kuyaingilia kwa mujibu wa kanuni za FIFA. Tuliwaleta pamoja ili kuanza mchakato wa kufikia maridhiano na maelewano ambayo yatafika kwa wale wenye dhamana ya kisheria na kikanuni kutoa tamko, alisema. Waziri Kabudi alisema mechi ya Simba dhidi ya Yanga ni miongoni mwa dabi zenye umaarufu kimataifa na jukumu lake ni kuwaleta pamoja wadau hao wa michezo, huku akiwaomba mashabiki na Watanzania kuendelea kuwa na subira wakati jambo hilo linashughulikiwa. Hata hivyo, alisema hatazungumzia kilichofikiwa katika jitihada zao za kumaliza mvutano huo kwa kuwa vyombo vinavyohusika kwa maana ya TFF na bodi ya ligi ndio wenye mamlaka ya kushughulikia. Alisema, naamini mwafaka utafikiwa na vyombo hivyo vya kusimamia soka vitatoa tamko ya kile kilichokubaliwa. Mchezo huo wa dabi awali ulipangwa kufanyika Machi 8 mwaka huu, lakini bodi ya ligi iliuahirisha saa chache kabla ya muda wa mchezo na kutangazwa kuwa itaupangia tarehe mpya. Hiyo ni kutokana na klabu ya Simba kuwasilisha barua ya malalamiko ya kunyimwa haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa walau siku moja kabla ya mchezo. Hata hivyo, hatua hiyo ilileta mvutano mkubwa, klabu ya Yanga ikipinga vikali kuahirishwa kwa mchezo huo na kutoa kauli ya kutokuwa tayari kucheza tena mchezo huo kwa tarehe itakayopangwa. Yanga pia inataka ipewe pointi 3 na magoli 3 kwa kuwa Simba ilisusia mchezo huo kinyume cha utaratibu. Vinginevyo itachukua hatua zaidi ikiwamo kufungua shauri katika mahakama ya usuluhishi wa michezo ambako ndo tayari wameshaweza kufanya hayo maamuzi ya kuweza kufungua, na ilitolewa siku 10 kwamba Simba na TPLB na TFF wapeleke hapa nazungumzia malalamiko yao kwa kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuendelea. Unaambiwa katika hatua nyingine, Waziri Kabudi alitoa ufafanuzi kuhusu maboresho ya uwanja wa Benjamin Mkapa akisema umefanyiwa matengenezo na kwa sasa uko mbioni kukamilika. Maboresho yatakamilika mwishoni mwa mwezi huu, lakini hayahusu kiwanja, yani pichi. Kiwanja itafanyiwa kazi baada ya michuano ya CHAN, maana haikuwa sehemu ya maboresho ya sasa, ambapo uliweza kushuhudia namna gani ambavyo pichi ile iliweza kunyeshewa maji. Mambo yakawa ni mazito kweli katika dimba lile katika mechi dhidi ya klabu ya Simba. Ukaweza kushuhudia kidogo pichi iliweza kuharibikwa na uwanja ule kutangazwa kwamba umefungiwa mpaka pale ambapo utakapoweza kufanyiwa maboresho zaidi ili kuweza kuruhusu kuchezeka tena. Lakini wakati Young Africans wakidai hapa nazungumzia kile kinachoitwa hapa nazungumzia haki yao, lakini unaambiwa Young Africans swala kiungo mshambuliaji wa Yanga Stefano Aziz Ki kuendelea kuwapo ndani ya kikosi hicho ni jambo la muda tu kuanzia sasa, kutokana na matajiri yao wa Kiarabu kujipanga kumngoa Jangwani. Aziz Ki anayemiliki mabao 7 na assist 7 katika ligi kuu msimu huu, inaelezwa ananyemelewa na klabu mbili kubwa kutoka Morocco zilizoanza mazungumzo mabosi wa Yanga ili kumnunua kwa msimu ujao, huku mabosi hao wa Jangwani wakiwa tayari wameshapiga hesabu za mbadala wa kiungo huyo. Kiungo huyo raia wa Burkina Faso anaitumikia Yanga kwa sasa kwa msimu wa 3 tangu alipotoa akitokea ASEC Mimosas ya Ivory Coast, akiwa ndiye aliyekuwa mchezaji bora na mfungaji bora wa ligi kuu bara msimu uliopita akifunga mabao 21. Katika msimu wa kwanza Aziz Ki alicheza na Faitoto, alimaliza na mabao 9 chini ya kocha Nasbi Nabi aliondoka kumpisha Miguel Gamondi, na msimu uliopita mambo yalimnyokea akifunga mabao 21 iliyowezesha Yanga kutetea ubingwa wa ligi kuu kwa msimu wa 3 mfululizo. Iko hivi, Aziz Ki aliongeza mkataba wa miaka 2 na kwa sasa anamaliza mwaka wa kwanza, hivyo timu inayomhitaji inatakiwa kumnunua kwa bei ambayo Yanga itahitaji. Kilichowavutia zaidi wa Arabu hao ni rekodi ya kiungo huyo hasa za msimu uliopita alipowafunika nyota wote wa ligi kuu, kwani licha ya kufunga mabao 21 pia aliasisti mabao 8, huku msimu huu akiwa amehusika katika mabao 14 hadi sasa. Inafahamika hadi sasa klabu mbili ndizo zilizogonga hodi kwa Yanga, ikiwamo FAR Rabat na Raja Casablanca, zote kutoka
kutoka Morocco. Taarifa hizi zinaeleza kwamba mabosi wa Jangwani wameanza mazungumzo na FAR Rabat juu ya hatua ya kumuuza mwisho wa msimu huu, huku pia mabingwa wa Morocco Raja nao wakielezwa wanajaribu kumsaka kiungo huyo, hivyo kwenye kisu ama mwenye kisu ndiye atakayekula nyama. Kuna uwezekano mkubwa dili hilo likamalizwa na FAR Rabat kwa kuwa tayari wameshafikia hatua nzuri za kumaliza dili hilo, na kama atatimkia huko atakutana beki wa zamani wa klabu ya Simba Inokino. Katika ligi kuu ya Morocco, Batola Pro FAR Rabat iliyokuwa chini ya kocha Nabi msimu uliopita inashika nafasi ya pili. Unaona bana, ndio ambao wanataka kumchukua Aziz Ki. Lakini Fei ukirudi msimu miwili nyuma, anakumbuka Fei anakipiga kwa sasa Azam alicheza pamoja na Aziz Ki katika kikosi hicho kwa nafasi moja namba 10, huku Fei akikamilisha mara kadhaa akiweza kumweka benchi Stefano Aziz Ki, huku inaelezwa kwamba Fei ndo anakuja kuchukua nafasi ya Aziz Ki pale Young Africans. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.